Naam, hali gani ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV. Natumaini umeamka salama kabisa katika asubuhi nyingine, ikiwa ni Juni 3, 2026. Nikualike katika tafakari za masomo yetu haya ya kesha la asubuhi, ikiwa leo ni Julai 3, 2026. Somo lina kichwa kinachosema mlango ulio wazi. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Waebrania 11 mstari wa 5. Tunapojifunza kutembea kwa imani na wala si kwa hisia, tutakuwa na msaada kutoka kwa Mungu pale hasa tunapouhitaji, na amani yake itakuja mioyoni mwetu. Yalikuwa ni maisha ya haya sahihi ya utiifu na imani ambayo Henoko aliyaishi. Ikiwa tutajifunza somo hili la imani sahihi, maisha yetu yanaweza kuwa ushuhuda ule ambao aliupokea, kwamba alimpendeza Mungu. Katika kila hatua ya ujenzi wako wa tabia, unapaswa kumpendeza Mungu. Hili unaweza kulifanya kwa kuwa Henoko alimpendeza, ijapokuwa alikuwa akiishi katika zama zilizopotoka, na wapo akina Henoko katika siku zetu hizi. Kwa miaka 300 Henoko alikuwa akitafuta usafi wa moyo ili aweze kuwa katika upatanifu na mbinguni. Kwa karne 3 alikuwa akitembea na Mungu. Siku kwa siku alitamani muungano wa karibu zaidi. Ushirika ulikuwa karibu zaidi na zaidi, hadi Mungu alimchukua kwake. Alikuwa amesimama kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya wenye heri, na sasa milango ilifunguliwa. Matembezi pamoja na Mungu ambayo yaliandamwa kwa muda mrefu sana duniani yaliendelea, naye aliingia kupitia malango ya mji mtakatifu wa kwanza kati ya wanadamu kuingia hapo, akiwa na neno la Mungu mikononi mwake. Kila mwanadamu popote pale fungu lake katika maisha litakapowekwa, anaweza kuwa na ushirika ule kama atakavyochagua. Katika kurasa zake anaweza kufanya mazungumzo na watu waheshimiwa na walio bora kabisa wa jamii ya wanadamu, na anaweza kuisikiliza sauti ya yeye aliye wa milele huku akizungumza na wanadamu. Anaweza kuishi katika ulimwengu huu akiwa katika angahewa ya mbingu, akiwapa wakazi wa dunia wenye huzuni na wenye kujaribiwa mawazo ya tumaini na tamaa ya utakatifu. Kama yeye yule wa zamani aliyetembea pamoja na Mungu, akisogea karibu zaidi na zaidi kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele, hadi milango itakapofunguka naye ataingia hapo. Hatajisikia kuwa ni mgeni. Sauti zitakazomsalimia ni sauti za watakatifu ambao bila kuonekana walikuwa marafiki zake duniani. Sauti zile ambazo hapa alijifunza kuzitambua na kuzipenda, yeye ambaye kupitia neno la Mungu ameishi katika ushirika na mbingu, atajisikia kuwa nyumbani katika ushirika wa mbinguni. Rafiki mpendwa na msikilizaji wa kipindi hiki cha asubuhi, tafakari ya kesha la asubuhi, kwa hakika tumepata tafakari iliyo njema ya mlango ulio wazi, tukiangazia maisha ya Henoko akiwa hapa duniani hadi kutwaliwa kwake. Ni tumaini langu, ni tumaini lako ya kwamba kwa hakika Mungu atusaidie kuishi maisha ambayo yatampendeza katika dunia hii, ili basi ajapo tukaingie katika malango yale ya mji mtakatifu. Sina la ziada, nikutakia asubuhi njema, nikutakie siku njema, siku yenye mafanikio, na Bwana aweze kukubariki.